Tatizo la Rorya kwenye upande wa kilimo uko kwenye maeneo matatu. Eneo la kwanza ni changamoto za pembejeo za kilimo. Eneo la pili ni elimu kuhusiana na masuala ya kilimo. Na eneo la tatu ni utayari wa watu kulima. Sasa kwa sababu nyenzo hazikuwemo, pembejeo ilikuwa ni changamoto, mbegu upatikanaji wake na elimu ilikuwa ni changamoto, wasingeweza kulima. Lakini sasa kwa kutambua hizo changamoto, sisi kama Nyiita Sunflower kwa kushirikiana na halmashauri, sasa tunaenda moja, kuwapa elimu; pili, kutatua changamoto ya nyenzo za kilimo. Leo ukizungumzia Nyiita Sunflower, tuna matrekta ambayo yanalima, yanapanda na yanapalilia. Hiyo ni hatua kubwa sana kwenye swala zima la kilimo. Kwa yule mkulima ambaye alikuwa anawaza, nina eneo lakini nitalimaje? Nguvu ya kupalilia itakuwaje? Upandaji itakuwaje? Leo tuna plant ambazo zinapanda, leo tuna weeder zinapalilia, leo tuna matrekta yanalima. Kwa misingi hiyo, changamoto ya nyenzo za kilimo sasa kwa Rorya, niseme Nyiita Sunflower imekuja na tiba. Lakini kwenye swala zima la mbegu sasa, upatikanaji wa mbegu, yani mbegu hizi za alizeti. Sasa hizi mbegu za alizeti zinaenda kusambazwa kwa wakulima. Kwa hiyo ile changamoto ya upatikanaji wa mbegu pia tunaenda kuiondoa. Lakini tukija kwenye changamoto ya elimu, tumejipanga vizuri. Kuanzia tarehe 19 tunaanza kupita kijiji kwa kijiji, mtaa kwa mtaa, kuwapelekea wakulima elimu ili waweze kujua faida za mazao ambayo kama halmashauri na Nyiita Sunflower tumekubaliana kuyapeleka kwao. Kwa hiyo hii ni mwarobaini, na tunaamini sasa changamoto iliyokuwa Rorya kwenye swala zima la kilimo tunaenda kutibu.